kwa sababu ya wageni na nimeokoka. Yesu ni Bwana, amekuwa mwema kwangu, amekuwa wa baraka katika maisha yangu, na hivyo ninafurahia utukufu wa Mungu na uweza wa Bwana. Tupige praise and worship, makofi mazuri. Wametupeleka vizuri sana. Mungu awabariki, azidi kuwainua kwa maana ni Mungu mwaminifu. Bwana asifiwe. Nafurahia utukufu wa Mungu asubuhi ya leo na uweza wa Bwana ambao umetuwezesha hata kupata nafasi ya kuabudu Mungu asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Katika Bible study tumekuwa tukijifunza mambo mengi kuhusu neno la Bwana na kuhusu makusudi ya Mungu katika maisha yetu, na bila shaka tumeweza kuelewa na kufahamu Mungu zaidi. Biblia inasema wakati mmoja Yesu akiwa ananena na Wayahudi na mitume, akawaambia ya kwamba mko mistaken, akawaambia mko katika makosa kwa sababu hamujui nguvu za Mungu wala neno la Bwana. Kwa hivyo ikaonekana ya kwamba wakati ambapo haulifahamu ama kulijua neno la Mungu, yawezekana ukue katika makosa. Bwana asifiwe. Unaweza kosa kuelewa Mungu zaidi na kumfahamu wakati ambapo haulijui neno lake. Kwa hivyo asubuhi ya leo nafurahia Mungu kwa sababu ya vile ambavyo amezidi kututendea mambo mema, amezidi kutuongoza na kutuinua, na kwa hivyo nina furaha kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Katika Bible study tumekuwa tukiangalia kitabu cha Zaburi, na kitabu cha Zaburi ni kitabu ambacho kiko na ukuu mwingi wa Mungu na mafunzo mengi. Najua ya kwamba tunaelekea miaka miwili tukijifunza na hiki kitabu, na sasa tuko chapter 13. Kwa hivyo iko na mafunzo mengi. Unapoielewa vizuri itakusaidia katika maisha haya na utaweza kuendelea mbele vizuri. Tuko chapter 13 ya the book of Psalms, na ndio tunaangalia asubuhi ya leo chapter 13, na tulianza I think ni saa mbili zimepita ama 3 chapter 13, na tukaona hii chapter inaongea kuhusu the battle of thoughts, vita ya mawazo. Na tukasema ya kwamba hii vita ya mawazo, kama hautakuwa mwelevu ama hautakuwa unajua kuhusu Mungu na kuelewa Mungu vizuri, hii vita ya mawazo tumeona ya kwamba inapelekeaga mtu katika dhambi. Wakati unaona wengine wameinuka na wewe hauendelei, wakati unaona wengine wanafaulu na wewe haufaulu, wakati unaona mambo ya wengine inakuwa sawa, unashindwa kwani mimi nilifanya nini? Ile vita inakuwa kali katika mawazo. Na tukaona ya kwamba siku ya Jumapili ya kwamba wakati hii vita ya mawazo imekuwa kubwa sana, unapouliza hii swali ya how long, inapokuwa kali zaidi, unajipata katika shida ambayo inaitwa bright eye, ama macho yako kuwa kipofu. Na tukasema si macho haya, lakini ni macho ya kiroho, wakati ambapo inapopofuka, ya kwamba hauoni mabaya. Bwana asifiwe. Ukiona mtu ambaye ni Mkristo na haoni kitu baya, hata dhambi anakubaliana naye, hata uovu anakubaliana naye, jua kabisa kabisa macho yake imepofuka. Bwana asifiwe. Na kipofu anakubaliana na kila jambo kwa sababu haoni. Kipofu ukienda umweke mahali kuna uchafu, atakaa hapo, isipokuwa tu aseme na hiyo harufu si mzuri, lakini akiambiwa hii environment ni smart sana, atakaa pale. Sasa inaweza kuwa baya zaidi ikiwa amepoteza kuona na hata kunusa. Haleluya. Kwa sababu atawekwa mahali kuna uchafu na akae pale na akuwe comfortable. Haleluya. So kipofu ni baya. Tukaona siku ya Sunday ya kwamba vipofu wa rohoni wanakubaliana na dhambi ya uzinzi, wanafanya fornication. Kama ni vijana, fornication ni wakati unafanya tendo la ndoa wakati haujaolewa. Hiyo ni ya vijana. Adultery ni wakati umeolewa na unachukua mtu ambaye si mume wako ama mtu ambaye si mke wako. Then tukaona ya kwamba hiyo dhambi zote zinashikana ama zinapata mtu ambaye anasema Bwana asifiwe, lakini bado ni kipofu. Tukaona kuhusu dhambi ya kuua. Tukasema ya kwamba watu wengi katika mawazo yao wameua. Unaona mtu unasema si afadhali yule akupe. Hiyo mawazo ya kuua, wewe ni muuaji. Kama huyo mtu atakufa mbinguni, tutakuwa na kesi. Kuna watu tutaenda mbinguni, ukifika pale Mungu aseme wauaji wote pande hii, wewe useme mimi si muuaji, hakuna mtu niliua duniani. Unaambiwa wewe gadia, enda pande ile.
Unauliza Mungu, mbona unaniambia niende pande na sijawahi huwa mtu? Ukaambiwa na fulani alikufa kwa sababu ya mawazo yako. Haleluya. Na hivyo tujiangalie, vita ya mawazo ni baya. Imeua watu wengi na imemaliza watu wengi. Vita ya mawazo ndio inafanyaka watu wengine wenye dhambi. Unaangalia mtu unasema na huyu ni mwenye dhambi, na humjui. Na manama na ukamtuira na ukalikia. Vita ya mawazo. Kwa hivyo Daudi tukaona ya kwamba alimulilia Mungu, akamwambia Bwana, save me. Niokoe Bwana, nirejeshe uweza wa kuona. Na nataka tuangalie hiyo katika verse 4, verse 3. Inasema hivi, look on me and answer, oh my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemies will say, I have overcome him. And my foes will rejoice when I fall. So anamwambia Bwana, nirejeshe ufahamu wa kuona tena. Kwa sababu kama hauoni, maadui watabaki wakisema, huyu alianguka, huyu hana Mungu, huyu hakuwa ameona maono ya mbinguni, huyu hakuna mahali anaenda. So akasema, Bwana nirudishie uweza wangu wa kuona. Na hiyo ndio topic ambayo tulikuwa nayo last Sunday. Tukaangalia kuhusu mambo ambayo hufanya mtu akuwe kipofu. Na sitaki kuyarudia asubuhi ya leo. Nataka tuendelee kwa topic ya leo ambayo inasema approaching the throne of mercy. Hallelujah. Kukaribia kiti cha rehema. Sababu Daudi kile kinafanya aitane ni kwa sababu already ameondokea Mungu. Na wakati ambapo vita ya mawazo inakuwa kali, unaondokeaga kiti cha rehema, unaondokeaga Mungu, unaanza kufanya kama dunia, unaanza kuingia katika uovu. So mawazo yako, maisha yako inakuwa tofauti sana na Mungu. Bwana asifiwe. Na Biblia inatuambia hii verse 5, but I trust in your unfolding love. My heart rejoice in your salvation. I will sing to the Lord, for he has been good to me. Katika New King James Version inasema ya kwamba, New King James Version inasema about mercy. Hii mahali ambapo imesema NIV inasema love, kwa New King James Version inasema mercy. I trust in your mercy. Praise be to God. Rehema zako. Kwa hivyo Daudi anamwambia Mungu, ninatafuta na ninatamani rehema zako katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Why is David talking about mercy? Kwa nini Daudi anaongea kuhusu rehema katika hiki fungu? Kwa sababu already amepotea, already ametoroka, already ameondoka katika neema ya Mungu. Na ndiposa unaona tukirudi nyuma hapo juu kidogo, anasema ya kwamba all I will sleep in death. Haleluya. Kwa hivyo anachua, kwa sababu ya vita ambayo imekuwa kali katika mawazo yangu na decision mbaya ambazo nimefanya, already naelekea katika njia ya mauti. Haleluya. Na ni vizuri tuangalie katika kitabu cha Yakobo, ndio usidanganyike kwa nini nahubiri hii leo. Wacha tuangalie katika kitabu cha Yakobo, James chapter 1 verse 13. Tuone mshahara wa dhambi ni nini. Ndio usidanganyike, uweze kufahamu vyema. Sijui, wacha niangalie kama nitapata na Kiswahili kwa haraka, kwa sababu sitaki kurudia mara mbili. Nataka nisome moja na itubariki. Kwa sababu njia ambayo mtu anapoelekea wakati ametenda dhambi ni njia ambayo inaitwa njia ya mauti. Daudi anasema ya kwamba niokoe nisiingie katika mauti. Chapter 1 verse 13 inasema hivi, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribu na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Kwa hivyo wakati unasema katika mawazo yako ni Mungu anakujaribu, usiseme Mungu anajaribu. Bwana asifiwe. Mambo yote ama uchafu yote ambayo tunaonanga inafanyika duniani ni vita ya mawazo.
ambayo mtu hajaweza kuiepuka. Na wengine wanasema ya kwamba ni Mungu amenijaribu, ni Mungu ameniruhusu nifanye hivyo, ni Mungu ameniconnect. So Biblia inatuambia hapa verse 13, mtu yeyote asijaribu kusema ni Mungu amemjaribu. Kile kinakujaribu, it is your evil desire, hiyo tamaa mbaya. Ukikunywa pombe usiseme ni Mungu anakujaribu. Hapana, God does not test in evil. Ni wewe katika tamaa zako mbaya. Haleluya. So anasema mtu asiseme hivyo, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. So katika mawazo yako kunaingia tamaa ya kutenda vitu. Unaanza kusema ni kana kwamba hii ndio njia ambayo Mungu anataka niende. So unapata mtu ametenda dhambi kwa sababu mawazo yake imemvutia katika dhambi. Tamaa mbaya inainuka katika mwili wake, anaingia kwenye dhambi. So usiingize Mungu hapo. Wewe ukitenda dhambi, jua ni wewe ulitenda dhambi. Bwana asifiwe. Sio Mungu alikuvutia katika hiyo dhambi. So anasema katika tamaa zako mbaya unaingia katika kudanganywa. Unajidanganya katika mawazo. Mtu anatamani mwingine akufe. Hiyo tamaa inakuwa kubwa ndani yake. Opportunity inajipresent. Anajipata yeye peke yake na yule mtu na ako na kisu. Nasema hata hizi ni Mungu amenipea ruhusa niue. Anaua mwenzake. So tamaa yako mbaya ndio inakuvutia. Unatamani msichana hapa kanisani ama mke wa wenyewe hapa kanisani. Then all of a sudden unakutana nyinyi wawili Mombasa na hakuna mtu mwingine anawajua. Kwa sababu waliosio kauga hiyo tigai. Sio ni Mungu amefanya tukutane. Sio Mungu, ni tamaa zako mbaya zinakuvutia katika huo. Haleluya. So verse 15 inasema, halafu ile tamaa. Sasa sikia. Hiyo tamaa mbaya ikikufuata, Biblia inasema ile tamaa ikisha kuchukua mimba. So tamaa inakuwa pregnant. Inachukua mimba. So tamaa hiyo mbaya ikiwa katika mawazo yako, na ndipo sasa Daudi anasema nimekuwa na tamaa mbaya, nimekuwa na mawazo maovu. Haya mawazo maovu kumbe inachukua mimba. Inaanza kuwa kubwa. Unajua mimba inaanza kuwa kidogo ikiwa ndani, haionekani, hata hakuna mtu anaweza jua mtu ako na mimba wakati ameshika. Lakini ikiendelea inaanza kuwa watu wote wanasema hii anakaile tukangania. Wakikuyu wanasema nilete ile gu umetupa guo. Sasa dhambi inakuwaka hivyo. Wakati imeingia hiyo tamaa, imeingia ndani yako, inakuwa kama mtoto ambaye anakuwa katika tumbo ya mama. Inaanza kuwa kubwa. Inaanza kunenepa. Inaanza kuwa na mizuri na mifupa. Ni vizuri kuangalia mawazo yako isishike mimba ya dhambi. Kwa sababu ikishika hii mimba ya dhambi ni baya. Sikiza vile Biblia inasema ya kwamba nao hii tamaa ikichukua mimba huzaa dhambi. Vile vitu ambavyo tulikuwa tunaongea sasa. Ni result za mawazo mabaya. Ikichukua mimba inazaa dhambi. So kile tunaona ni katoto ya mawazo maovu ambayo ilikuwa ndani ya Mungu. Wakati tumeona sasa katika youth yetu tunasema hawa youth watafanya harusi takatifu, then baadaye tunaona wametuletea watoto kanisani, ni mazao ya mawazo machafu. Bwana asifiwe. So wanatuletea hizo dhambi, hizo vitu zinatendeka wakati ambapo unaona ya kwamba ndugu fulani wameushukana na mke wenyewe na ni kanisani, ni result za tamaa katika mawazo. So Biblia inatuambia ya kwamba huzaa dhambi. Sasa hiyo dhambi tunaanza kurukaruka. Kile ambacho tulifaa kukemea kwanza ni mawazo mabaya. Lakini sisi tunakimbiaga kukemea dhambi, already imetendeka. Lakini hatukutoa kiini. Tunasimamisha mtu kanisani lakini hatukumaliza the root cause ya hiyo dhambi. Sasa tunaashwa na mtu hapa. Tunasema wewe msichana kwa sababu umepata mimba, wewe toka kanisa, tumekusimamisha. Msichana anaenda. Lakini yule ambaye ni root cause ya hiyo bado wako kanisani. Haleluya. Ile tamaa mbaya bado iko katika mawazo yake. Hatukuitoa. So yule mtu anaendelea kurecruit wengine. Tunaona kasichana kingine kamepata nini? Nako hapo tunakasimamisha. Bwana asifiwe. Kazi yetu itakuwa ni kusimamisha. Tunasema wewe haukuwa mzuri, ulikataa, lakini hatumalizi
Poleni sana. Mimi sasa siku hizi nafunza chakula kigumu kwa sababu niliondoka kwa watoto. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa kama wewe bado unataka ile maziwa, shauri yako. Sisi tulitoka kwa maziwa, tunakula chakula kigumu. Hata mahali pengine Biblia muibaji aliiba akasema narere yawe gututara ndagatwitage irimo woi tadoge tondu twi adoge. Bwana asifiwe. Sasa tumeondoka kwa chakula kidogo, tunaingia sasa chakula mzito. Chakula ya watoto ni kuambia mkatae dhambi, muachane na dhambi. Lakini watu ambao wamekomaa wanaambiwa hiyo dhambi imetoka wapi? Kwa tamaa mbaya. Haleluya. So hatutakuja hapa kuomba intercessor ati tunaomba baba, tunafuga tumbo za mapema, tunatakaza huyo msichana, tumefuga tumbo yake hatapata watoto. Hapana. Sasa tunafuga tumbo ya wasichana kwa nini? Si atahitaji kuolewa na apate watoto? Mtu amekomaa anaondoa tamaa mbaya. Bwana asifiwe. Sasa anaelewa kile kinaweza fanya wasichana wetu wapate mimba kabla wakati hujafika ni tamaa mbaya. So wanakuja hapa wanasema tunakataa tamaa mbaya. Every evil desire we bind it. Vijana wanakutana pale, wazee wanaingia kanisani, kila mtu ambaye alikuwa na tamaa mbaya inaondoka. Anakuja hapa badala ya aone wasichana ama wamama wenyewe, anaona Mungu. Haleluya. Sababu tumeambiwa dhambi haitokani na kitu kingine, inatoka kwa mtoto ambaye anaitwa tamaa mbaya. So tamaa mbaya ndio inachukua mimba, inazaa dhambi. Na sisi tunaanza kushuka hapa na dhambi. Tunakataa, fulani hata asiongoze ibada, hata asifanye nini kwa sababu tunaona dhambi. Lakini hatukuona tamaa mbaya ambayo ilianzia kitabu. Na tamaa mbaya inaanzaga sana. Mtoto kama anakaa miezi 9 kabla azaliwe. Sasa imagine hiyo dhambi imekaa miaka mingapi? Hiyo tamaa mbaya imekaa ndani ya huyo mtu miaka mingapi? Inawezekana alikuja hapa amekaa miaka 5, tamaa mbaya bado iko ndani yake. Inamsukuma, ni vile haijapata opportunity. Hata wengine saa hii wangekuwa wenye dhambi wabaya sana, wangekuwa wanafaa wasimamishwe kanisa. Ni vile hiyo tamaa mbaya haijapata opportunity ya kutekeleza dhambi. Haleluya. Tamaa mbaya, Biblia inasema ya kwamba inazaa dhambi. Nayo ile dhambi ikishakomaa, sasa sikia, nayo dhambi inapataka mimba pia. So dhambi ikikuja, ikishakomaa, inapata katoto. Haleluya. Sasa sio ndio unaonaga wakati mwingine watumishi wanauliza, "Mbona pastor umenyamazia huyo mtu na ametenda dhambi?" Kwa sababu anajua hii dhambi kuna kitu itazaa. Na ni vibaya sana, afadhali ulie machozi ukiona mchungaji akuulizi makosa ambayo unafanya. Haleluya. Kama unatenda dhambi na unaona bishop hana shughuli na wewe, please unafaa kulilia Mungu zaidi. Kwa sababu kama huulizwi kwa sababu ya dhambi ambayo uko naye, you are the result. Wacha nikusomee result. Biblia inasema ya kwamba na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Haleluya. Sio kusema askofu haoni. Lakini anajua kuna kitu umebeba. Hiyo dhambi endelea tu naye. Endelea tu kuifanya. Unasema hii kanisa wachungaji hawaonangi. Hii kanisa watu hawana jicho la kuona. Ndio. Lakini hiyo dhambi ambayo umebeba itazaa, na ule mtoto ambaye itazaa, watu wote watakuhurumia. Unagoga pombe Saturday, asubuhi unakuja hapa na tropical, ndio tusijue umeguza kitu. Na unasema askofu aniulizaje, hata naenda nasalimia askofu na muhag na anasikia hako kaarufu na haniulizi. Let me tell you, hiyo dhambi ikichukua mimba, Biblia inatuambia nayo dhambi inachukua mimba na inaanza kukua kubwa. Ikikua kubwa inazaa mauti. Haleluya. Hapo ndio tunasemaga huyu wale baithe witu na niguo ararugamite wega, niguo arathiaga wega na mbere kanitha-ini, no ni ahurukio ni Mwathani. Ni mehia ma kuhurukia, ti Mwathani wa kuhurukia. Bwana asifiwe. Dhambi ikishakuwa kubwa, inasema ikikomaa, wakati unakuwa ya kwamba uko veteran katika kanisa kwa sababu unatenda dhambi na hakuna mtu anakuuliza, hiyo ni kumaanisha dhambi yako inaendelea kukomaa. Na ikikomaa inazaa kitu kinaitwa mauti. Ndiposa tunaona Daudi hapa analia, anamwambia Mungu, nimekuwa veteran wa dhambi na
Na hii dhambi kwa sababu ya kuwa kubwa, ninaomba Bwana unisaidie nisiingie katika mauti. Anamwambia God, help me that I may not sleep the sleep of death. Haleluya. Watu wengi kwa sababu ya kutenda dhambi na wananyamaza naye, wanakataa kutubu, wanakataa kuachana naye, wanasema pastor haulizi, wanasema washirika hata hawana shughuli. The result is death. Haleluya. Nitothia atoka thikado no tutiko kia gugithika naye. Tulikuwa tunajua wewe ni mwenye dhambi na ulikataa dhambi na ulikataa kuachana na dhambi. Then tutakuja mazishi yako na tufanye piara mzuri sana. Bwana asifiwe. Ndio ile hiyo wajio ulikuwa umeokoka kabisa. No maandiko mauga goria wako manogu ogeka ate. Vile umerara ndivyo utamka. Kama ulikuwa mwenye dhambi, ukilala na dhambi, hata tukuje hapo, tuibe sifa, tuzunguke sanduku. Tukisema vile huyu ni mtakatifu, vile umelala. Ndivyo utamka. Daudi anamulilia Mungu, anamwambia God help me. Ndio nisilale katika usingizi wa milele. Na watu wengi kwa sababu ya dhambi na kukubaliana na dhambi na kutoachana naye, wanaelekea hiyo last step ambayo inaitwa usingizi wa milele. Daudi anamwambia Mungu, God have mercy on me. And that's why today I'm teaching about the approaching the grace, the throne of mercy. Kutafuta rehema za Mungu kwa sababu already adui amekusudia ya kwamba watu wakakufe. Haleluya. Na watu wengi wameuliwa na dhambi. Bwana asifiwe. Wakisema pastor haniulizi. Haleluya. Unajua there is a time inafikaga mtumishi anasema okay, let them do it. Na anakusemaka let them do it kwa sababu amechoka. Tazama Eli alishokeshwa na watoto wake. Amewaambia, amewafunza kutoka utotoni. Be okay. Kaeni na njia mzuri. Wachaneni na hii tabia. Tumisha utakatifu. Amewafunza, amewaelekeza, lakini badala ya wafuate hiyo njia ya baba yao, wakaendelea kufanya dhambi. Baba yao akasema, let the maker of them deal with them. Akaachana na wao. There is a time unaweza fika wewe ukuwe veteran wa dhambi. Yaani unakuja hapa unafunzwa njia ya kukaa na utakatifu hautaki. Then unaazanwa na wewe, ndio hii dhambi iko mai ikuletee mauti. Haleluya. Sijakuja kuwatisha lakini ni ukweli wa neno. Bwana asifiwe. Ukikataa, na watu wengi ni wale wamekataa kuachana na dhambi. Unakuja hapa kanisani na unajua kabisa unakuja kuabudu Mungu. Lakini unakuja na njia ambayo sisi hatutaabudu Mungu, ni wewe tutaabudu, ni wewe tutaangalia. Bwana asifiwe. Haleluya. Orani sana. Tumefunzwa kuhusu utakatifu miaka mingi. Kama wewe ndio utafanya wazee ili watatu waondoke kwa Mungu, si afadhali ujiangalie jamani. Bwana asifiwe. Jiangalie vile unavaa, jiangalie vile unakaa. Kwa sababu kama hautapeleka watu kwa Mungu, utawapeleka kwako. Our God cannot share his glory with any man. So ataondoa yule anashare glory na yeye. Poleni, Bwana asifiwe. So approaching the throne of mercy. How do we approach the throne of mercy? We approach the throne of mercy through genuine repentance. Abia jirani yako, genuine repentance. Hiyo ni kizungu. Genuine repentance. Bwana asifiwe. Kutubu toka ndani ya moyo. And that's how you receive mercy. Wakati ambapo unatubu kutoka ndani ya moyo wako. Ona katika kitabu cha Isaia 55. Isaia 55 verse 7. Inaongea kuhusu approaching the throne of mercy kupitia kwa toba. Kama unajua ya kwamba umepitia katika hiyo njia, jua ya kwamba stage ya mwisho ambayo unaelekea ni kama kansa. Inatosema kansa imefika stage 4. Dhambi ikifika stage 4 yake inaitagwa death. Haleluya. Na ni vizuri kujiangalia usikue ya kwamba dhambi yako already imefika stage 4. Na unaweza kuwa unahubiri kama Pastor Merengo na dhambi yako iko stage
Ikiwa stage 4 inakuwaka mtu amebeba kama kibao. Ni vile unaweza beba kibao kikubwa, umeinua juu, unasema kill me, I am ready to die. Hallelujah. Dhambi hivyo ndivyo inafanyaga. That's why unapataga mtu kwa sababu ya hii dhambi kuwa baya, anatembea na kibao. Sasa ana approach break point ambayo iko Naivasha, akiteremuka na gari yake na kibao ameweka juu ya gari, inasema kill me, I want to die. Wakati umekubaliana na dhambi na umekaa na dhambi mpaka unakuwa veteran wa dhambi, wewe haujali, unakuwa na hiyo kibao, unatembeaga naye umeinua, kill me, I want to die. Sasa black spot ikiona kill me, I want to die, kangari kanakuja kameinuka juu, kana kuogesha chini, kwa sababu umesema ninataka kuku. Hallelujah. Wakati unakuwa veteran wa dhambi, yakoba haujali, unatenda dhambi na haujali, na hakuna mtu anakuuliza, hata bishop akuulizagi, mpaka unaambia watu ni ndio ni bishop, ugo neto amenyarani neto etekane. Ni kama kubeba kibao ya kusema niue, niko tayari kuku. Na sijui kama hapa kuna watu wamebeba hiyo kibao ya kusema niue, niko tayari. Hao ndio unakutaka mpaka baiskeli. Mtu wa baiskeli amekuja from nowhere, amekutana na wewe kwa sababu uko na kibao kinasema kill me, I want to die. Na wewe na baiskeli, mtu wa baiskeli anaumia kidogo, baadaye anajisugua robo, anapona, wewe unakufa. Watu wanaanza kusema aroragi rodi 5 kili. Aliuliwa na bike. He was ready to die. Yeye alikuwa already ametangaza nataka kukufa. Niko stage ya mwisho. Dhambi yangu imenifikisha kiwango ya kwamba I need to die. Lakini leo tunarejea katika neema na katika kitabu cha Mungu ambacho kinasema approaching the throne of mercy. Tuambie Bwana kama Daudi, Bwana usikubali. Daudi anachua niko katika stage ya mwisho, naelekea kwenye mauti. I am about to die. God, have mercy on me. Nihurumie nisiingie katika usingizi wa milele, nisikufe. So katika Isaia 55 verse 7 inasema hivi, sasa sikia, mtu mbaya na aashe njia yake, na mtu asiye haki aashe mawazo yake, na amrudie Bwana. Sikia, mtu ambaye ni mbaya aashe hiyo njia zake za ubaya. Mtu ambaye ni asiye na haki aashe mawazo yake. Hiyo mawazo mabaya ambayo inakufanya usiwe mwenye haki, hiyo mawazo ambayo inakufanya ukuwe mwenye dhambi na uone kana kwamba it's okay to do sin, aashe hiyo mawazo yake. We are talking about the path of God. Achana na hizo mawazo mabaya. Huyo mtu aiashe na amrudie Bwana. Return to God. Returning to God, kuacha mambo na kumrudia Mungu ndio inaitwa repentance. Hawezi sema nimetubu na hakuna kitu umeasha. Hallelujah. Hawezi sema umetubu na hujaasha ile group baya. Inaitwa group ya kutafutana. Unaandika message hapo, mimi ni mama ako na watoto wawili, nataka mume. Mimi ni msichana, niko nataka sponsor. Nataka mtu anaweza donate mtoto. Kama uko kwa hizo site haujaasha hiyo tabia wewe. Hallelujah. Lakini mtu ambaye ameasha na amemfuata Mungu, yani una live, kulive ni kumaanisha ya kwamba you start. Kila kitu kibaya unakiondoa. Kama ni mtu ambaye alikuwa anakuondoa kwa Mungu, unamblock. Hello? Na si kumblock kwa channel moja, unablock kwa channel zote. Pia nilimblock Facebook, WhatsApp, sasa hatuongei naye WhatsApp, lakini mnaongea na yeye messenger. Hapana, kumblock kila kitu. Kuondokea dhambi. Kama ulikuwa unakaa kwa wenyewe na dhambi ndio inakufanya ukae kule, toka. Hallelujah. Na aashe njia zake baya, kulive completely. Naye atamrehemu na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Wakati ambapo umerudia Mungu, when you approach the throne of mercy, kile ambacho kinafanyanga mtu approach throne of mercy ni kitu kinaitwa serious and how do we call it?
Sasa tuiweke uzito kidogo. A serious repentance. Bwana asifiwe. Sio kutubu tu, Bwana Baba ninakuja mbele zako, ninatubu dhambi na makosa, ninaamini umenisamehe. Hapana, serious repentance. Living completely. Kuacha mambo kabisa. Sio unasema naacha polepole, hapana. You live completely. Unamfuata Mungu. Bwana asifiwe. Genuine repentance. Na ukitaka kujua genuine repentance, aenda katika Psalms 51. Na nilikumalizia. I think nitamaliza na hiyo katika Psalms 51. Tuone mtu ambaye alifanya genuine repentance. Bwana asifiwe. Genuine repentance si mchezo. Daudi anaomba ombi la toba pale, na ningetaka tuliangalie kidogo, tulishabue kidogo, alafu tumalizie hapo katika Psalms 51. Uone genuine repentance, kwa sababu Daudi aliona naelekea katika mauti, naelekea kukufa. Na watu wengi ni wale wanaelekea katika kukufa kwa sababu ya dhambi ambazo wamebeba. Hallelujah. Don't be veteran wa dhambi. Pasha kuwa veteran katika uovu na katika mabaya. Anasema hivi Psalms 51. Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Have mercy on me, O God. Kile ambacho tunahitaji ni rehema. Daudi hakuenda pale na kujipiga kifua. Alienda katika kiti cha rehema. Alijua nimebakiza stage moja. I am in the last stage. Naelekea katika mauti. Ndiposa namwambia Mungu, Bwana nikikufa maadui watacheka. Kwa nini? Kwa sababu wewe Mungu ulinimwagilia mafuta nikiwa kijana mdogo. Kijana ambaye watu wote walikuwa wanashangaa. Ukasema mimi ni mfalme. Ukanitumia kwa njia kubwa. Nikaondoa aibu katika Israeli wakati ambapo nilimuua Goliath. Sasa naelekea kukufa na aibu. Haleluya. Kwa sababu ameshukua mke wa wenyewe na ameua mume wake akamfanya mkewe. Sasa ameelekea katika mauti. Mungu anamnyamazia. God was silent. Na Daudi akaona nikana kwamba iko sawa, mtoto akazaliwa, mambo ikaendelea vizuri. Daudi akafisha ile dhambi na akaona ako sawa. That's the mistake ambayo iko na watu wengi, wamefisha dhambi na kuona wako sawa. Let me tell you, even if bishop is not asking you, even if pastor is not asking you, even if the church haioneni na yogei na ruga kusema una dhambi unafanya, please leave that sin. Hallelujah. Daudi alinyamaziwa na akaona amefika, akaona ako sawa sawa. Mtoto akazaliwa na Danieli, Mungu akamwambia, bado ninaona huyu Daudi ananipenda. Enda umueleze mambo ambayo amefanya, asione kama sijui. Unajua kuna vitu unafanyaga unaona kama Mungu hajui. Haleluya. Kama katoto kamekula sukari. Mama alikuwa amepima na alikuwa anajua sukari ilikuwa imejaa kibaba. Lakini kanakula sukari na kanajipaguza. Akanaenda mbele ya mama, mimi niko sawa sawa, mpaka niko kanajisemanga, mimi sijakula sukari. Sasa kuna watu wako mbele za Mungu wanacheza hiyo katuni. Kwa Mungu wanamwambia God I am clean before you. Na wewe unajua vile unafanyaga. Wewe unajua ndio umeharibu wa mama kanisani. Hakuna mama utumiagi message na kumwambia can we have an open relationship. Wewe unatumia wanaume message kwa kanisa. Nani unakuja hapa unasema wewe ni mtakatifu. Hiyo dhambi ambayo umefisha wewe inafika katika stage ya mwisho ambayo inaitwa haleluya. Hata watu wasipokuuliza, hata usipoulizwa na mtumishi yeyote. Daudi akamwambia Mungu baada ya kukutwa na Nathaniel hakumwebeleza, akamwambia wewe ndiye umefanya hivi. Na hii dhambi yako inamaanisha God alikuwa fed up na David. Ilikuwa katika stage ya mwisho. Alikuwa akufe kwa sababu ya ile dhambi. But David akaenda mbele za Mungu na genuine repentance. Akatafuta kiti cha Mungu cha rehema. Our God is merciful. Ukienda nyumbani soma katika Deuteronomy 4:31, utaona our God is merciful. Mungu ni Mungu wa rehema. Lakini kama
kama hautamwendea kwa njia ya toba, you will die. Hallelujah. Dinoka kumuhenia chokira kumwirama ati mama okondo gutiga mehia urorete stage ya mwisho, na stage ya mwisho itagwo gikuo. Ona asifiwe. Stage ya mwisho inaitwa mauti, na kuna watu watazikwa kwa sababu ya dhambi, lakini kuna njia, kuna mwelekeo ambao tumepewa na Mungu ya kumrejelea, returning to God with true repentance. Daudi anamwambia have mercy on me, nihurumie Bwana, nipatie kuigwe rodha. Kuna watu wako hapa tunaona wako sawa, lakini mbele za Mungu wanahitaji tu rehema kwa sababu ya ile dhambi wamebeba. Yani dhambi imekuwa kubwa mpaka imeonekana imetupa tupo, yani imetupa guo. You are doing it openly. Ati tu kuona mambo ikarukanete na muthuri kana mwanake hali atokamenya ucio utikamwona reke neora kwa sababu ya ile dhambi yako ni kubwa. David akamwambia Mungu, I return to you, ninakurejelea Bwana. Wacha tuangalie verse 18 ndio tukaweze kumalizia katika hiyo kifungu. Biblia inasema ya kwamba verse 16, maana hupendezwi na dhabihu au niketoa, wewe huridhiki na sadaka za kuteketezwa. So anaambia Mungu, God I know. Sababu watu wamejidanganya ya kwamba the more you give in the church, the more you cover your sin. And it is long, it is a mistake. Mungu hahitaji sadaka yako ndio ufishe dhambi. Bwana asifiwe. Wengine wanasema kwa sababu ninafanyaga ibada, mimi niko sawa, hiyo sacrifice ninafanya inatosha. Sasa kwa sababu wewe ndio unaongoza hapa ama ndio umeshikilia kanisa katika department fulani, you can do anything. Please. Dhambi mwisho wake ni mauti. So Mungu wa Daudi anasema ya kwamba God haufurahii katika dhabihu. Kwa hivyo Daudi was capable kupelekea Mungu dume 20. Amwambie God, kwa sababu ya dhambi nimefanya, nimekuletea 20 oxen. Sasa wacha hiyo iondoke. Lakini anasema kama ungekuwa unapendezwa na dhabihu ningekutolea. Lakini Mungu apendezwe na dhabihu. Bwana asifiwe. So usidanganyike ya kwamba kwa sababu katika kanisa ulinunua vioo na haukutubu, iliondoka. Tubu, dhambi iondoke. Haleluya. Tukehenia tena ugurire pastor bile kwa kari mehia madhile. Hapana. Bwana asifiwe. Itakuwa na kagani na litaenda vizuri na itasema Bwana asifiwe. Lakini dhambi kama hautatubu haiwezi ondoka. Lazima utubu ndio iondoke. Kana kununulia pastor Melengo gani? Kana kununulia kanisa basi. Ongeza toba. Na toba ni kuachana na dhambi kabisa. You leave sin completely. Unaachana naye. Hiyo ndio inaleta genuine repentance. Daudi anasema kama ni dhabihu nikekutolea. Na hii ndio mistake ambayo imekuwa na watu wengi. Unatenda dhambi wiki mzima, unakuja hapa na bahasha nono, unasema ati Mungu sasa amekusamehe. Please. Kama hujatubu, hujasamehewa. Poleni. Haleluya. Pole. Kama ulikuwa unafikiria unasabisha Mungu na sadaka kubwa, hapana. Sababu watu wamedanganyika. That's why unaona watu wanatenda dhambi lakini wanaenda kanisani, anajeka kanisa yote peke yake. Akijeka kanisa yote peke yake anaambiwa, ni waadhera mundu wake umesafika. Hajasafishwa kama hajatubu genuinely. Hajasafishwa. Na hii ndio uongo ambao uko na watu wengi. Ya kwamba ukitoa kitu kizuri, wewe uko sawa. Haleluya. Mistake ambayo iko katika dunia ya sasa. Daudi anamwambia Mungu, sio dhabihu ulikuwa unahitaji, kwa sababu kama ni dhabihu nikekutolea. Lakini Mungu alimwendea kwake akamwambia, you are in the last stage. Na nawaambia watu ambao mmekuwa na dhambi na hamuachilii na muachani nazo na mnasema askofu anajua na haniulizi, jua ya kwamba you are in the last stage. Kama hutatubu, the final stage ambayo inaitwa mauti. Si tumeona mwisho wa dhambi ni nini? Na sisi sitaki kushika watu. Bwana asifiwe. Hii ndio kuingia grupu hizi ambazo kwa tafadhali. Mimi sitaki hizo grupu, nasichukia sana. Kwa hivyo wewe jiangalie, kaa vizuri na Mungu, tubu kama Daudi na Mungu atakurejesha. Bwana asifiwe. Wachana na dhambi, wachana na huo uovu unafanya, wachana na hiyo mabaya unafanya, so that you may live,
Sisi tunakuhitaji, miaka 5 inakuja. Tunahitaji kukuona mahali huko ukiendelea na Mungu. Tunahitaji kuona kazi ya Bwana ambayo utaifanya miaka 10 inakuja. We need you. We don't want you dead. Hatutaki tu prove a point ati fulani amekufa. Ya nini? Itatusaidia na nini tukisema ulikufa juu ya dhambi? Haleluya. Biblia inasema kama ni dhabihu ulitaka ningekutolea. Uitende mema Sayuni kwa radhi yako. Uzijenge kuta za Yerusalemu. So Daudi anasema because I am a king. Na dhambi ambayo nilifanya mpaka Yerusalemu iondolewe ukuta. Wewe wote magaginya mshie wako kwehelio ruilivo. Unapata nyumba yako imeondolewa ukuta, magonjwa, kila kitu kinaingia pale. Nyumba ambayo haina ukuta inamaanisha magonjwa, shida zinaingia kule. Lakini kama unataka kurudisha ukuta wa nyumba yako, unataka kurudisha ukuta wa ndoa yako, rudisha true repentance. Tubu, ondoa dhambi, ndio nyumba yako isimame. Na utazame mtu yote ambaye anafanyaka dhambi, akidhani ni kidogo, hiyo kidogo inafunguaka milango mingi. Unapata ya kwamba sio watoto wako wameingia kwa dhambi. Na ni wewe ulifanya ukiwa umejifisha. Sasa watoto wameingia. Unasikia mambo ambayo watoto wako wanafanya, unasikia ni kama unaweza jimaliza. Haleluya. Tunaona hata kwa Daudi, nyumba ya Daudi haikuwa sawa. Iliondolewa ukuta. Yeye alifanya dhambi na mwanamke mmoja akiwa amejifisha. Biblia inasema kijana wake alifanya na wanawake 7 juu ya hema. Anasema nataka hii dhambi ifanywe openly pale juu ya ghorofa, watu wote wakiona. When you do sin, ukidhani umejifisha, inaleta mauti. Ninawaombea siku ya leo, umwambie Mungu akusamehe. Haleluya. Uondoe dhambi katika maisha yako. Uondoe hiyo mawazo machafu. Biblia inasema ya kwamba ni mawazo inatuvutia katika dhambi. Mawazo ndio inatuelekeza katika uovu. So you pray God to deliver your mind. Bwana asifiwe. Ndio uweze kuenda mbele za Mungu genuinely. Ndio uweze kumwambia Bwana, nimeacha hii madhambi na uovu genuinely. Enda mbele za Bwana, mwambie Mungu atakase mawazo yako. Dhambi ambayo inaweza fanya, kile kinaweza fanya Mungu akuelekeze katika kaburi, ni wakati ambapo dhambi imekuwa mashua katika maisha yako. Na watu wengi dhambi imekuwa ndani yao, wanangojea waambiwe waache, lakini hakuna wa kuwaambia. Ni kwa sababu adui amekusudia wamalizwe. Mwambie Bwana, takasa mawazo yangu. Mambo ambayo nimewaza, mambo ambayo nimefanya, ambayo inaweza ondoa ukuu wako Mungu, ambayo inaweza fanya niingie katika mauti, Bwana niondolee. Dhambi Bwana haikupendezi. Neno la Daudi, neno la Mungu nasema ya kwamba kama Mungu angehitaji dhabihu, hiyo ndio Daudi angetoa. Lakini Mungu hauhitaji dhabihu. Kile unahitaji kuondoa dhambi ni toba. Oh my God, help your people today that they may genuinely repent from their heart, oh God, that they may live anything that is not according to your will. Wakaondoe kila kitu ambacho Bwana hakilingani na wewe. Wakaondoe kila kitu katika mioyo yao. Wakaondoe kila kitu katika mawazo yao. Wakaondoe kila kitu katika mioyo yao. Chochote ambacho Bwana chaweza waelekeza katika kaburi. Daudi akasema, Bwana nirejeshe uwezo wa kuona, nisiende katika usingizi wa milele. Oh Bwana wa mabwana, watu wengi wako katika chanza ya kuingia katika usingizi wa milele. Ninakuomba usiku wa leo, asubuhi ya leo Bwana, warehemu watu wako wasiingie katika usingizi, wasilale usingizi wa milele. Help them my God. Neno lako limetuambia ya kwamba mshahara wa dhambi inapokuwa inaleta mauti. Asubuhi ya leo Bwana, wale ambao already ni candidate ya mauti kwa sababu ya dhambi wamefanya, I call upon you Lord that you may have mercy. We call upon your mercy Lord. Have mercy my Father. Washa rehema zako zikawa juu ya watu wako. Rehemu kanisa Bwana, rehemu watu wako Mungu. Have mercy over their life. Have mercy over their lives, oh God. Have mercy upon the church in the mighty name of Jesus. Wale wametenda mambo ya kufisha, Daudi alisema ole wangu ya kwamba singefisha dhambi zangu, singesamehewa. Wale wamefanya dhambi za kufisha wanasema sijulikani. I pray my God that you may reveal to them that they are moving to the last stage.
And the only way that they can survive is when they genuinely repent. I call upon your grace to bring repentance upon the church. Release the grace of repentance. Vile Daudi alijifunga gunia akakataa kula na kunywa, ninaomba hiyo neema ya toba ya kutoka ndani ya moyo, ya toba ya kweli. Washa watu wako wakawa na machozi ya kweli wanaposhukia na kuachana na dhambi. Katika jina la Yesu Kristo, wasaidie Bwana wa mabwana, wale wameona mazoea, kutenda dhambi ni mazoea, kutenda dhambi ni kawaida. Washa Bwana wa mabwana, leo wakakutane na neema zako, wakabadilike katika jina la Yesu. Help them my God, wakaweze kuachana na dhambi, wakakufuata wewe, Mfalme wa falme. Have mercy Lord. Remember mercy of our lives, oh God. Wewe ni Mungu wa rehema. Ulipokumbuka rehema zako ukamtumania Daudi, hivyo ndivyo umekumbuka rehema zako leo ukatumana kwa ajili ya kanisa lako. My God, let your people have the heart of genuine repentance katika jina la Yesu, wakatubu dhambi zao wakaziondokea katika jina la Yesu. The name of Jesus. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubodeka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubodeka mbele. Oh, niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubodeka mbele zako. Oh, niumbie moyo safi, niumbie